Ndiye bosi, tunashukuru. Mzigo umefika salama na tayari nimeshaupokea. Zilizotufikia hivi punde, mkuu wa kituo cha polisi maeneo ya Kabindi ametoa taarifa kwenye vyombo vya habari akisema kuwa amepokea taarifa za utekaji nyara katika kijiji fulani hivi cha Nyamigogo. Polisi huyo amesema kuwa taarifa hizi amepata kutoka kwenye ofisi ndogo ya kijiji cha Nyamigogo, ambapo kiongozi wa kijiji hicho amempa taarifa hizo kuwa katika kijiji chake tayari kuna watu wanatokea mle kwenye kijiji wanateka watu. Taarifa hizi amezipokea kutoka kwa vijana 4 ambao vijana hao 2 kati yao wakiwa wamewashuhudia hao majambazi wakiteka watu, na baada ya kuteka watu wanakwenda kuwaficha sehemu isiyojulikana, na baadhi yao kati wale vijana 4 2 wakiwa wameshuhudia, na baada ya kushuhudia wao walifanikiwa kutoroka. Baada ya kutoroka na kukimbia, wakaelekea eneo la ofisi za serikali ya kijiji hicho na kumpa taarifa kiongozi huyo. Na baada ya taarifa, kiongozi huyo alizibeba zile taarifa na kuzipeleka kwenye kituo cha polisi hapo kati cha Kabindi na kumpa taarifa kiongozi wa kituo hicho. Alivyopeleka taarifa hizo kwenye uongozi wa kituo cha polisi, na mkuu wa kituo cha polisi hicho Kabindi akazileta taarifa hizi kwenye vyombo vya habari. Hizi ni taarifa zilizotufikia hivi punde, na mpaka sasa katika kijiji hicho kuna ufanyikaji wa kazi ambao unataka kufanyika kwa sasa, ambapo mapolisi wanataka kwenda kuanza kazi ya msako ili kuweza kufanikisha kuwapata watu wanaofanya utekaji huo. Nikikusogezea taarifa hizi ni mimi mtangazaji wako Mr. Msanii Boy TZ, na hii ni chaneli yako pendwa ya Mr. Msanii TV. Endelea kuwa na sisi ili uweze kupata taarifa zinazoendelea hivi karibuni na zinazojitokeza hivi punde, tunakusogezea moja kwa moja. Endelea kuwa na sisi ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi zinazotokea katika maeneo mbalimbali humu nchini Tanzania. Tukutane tena kwa wakati ujao. Ni mimi mtangazaji wako Mr. Msanii Boy TZ. Tuko pamoja na tunaendelea kuwa pamoja ninavyokusogezea taarifa hizi zinazoendelea kutokea kwenye maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Dada. Ndio. Tatizo gani linalokufanya ugongee mlango kwa nguvu hivyo? Ndio, nilikuwa natoka sokoni. Nisikia taarifa huko watu wanatekwa. Akina nani hao? Hata sijui. Mbona hiyo ngumu? Itakuwa na kaka yetu ameshatekwa na hao. Ninavyohisi na mimi. Itabidi twende kwa mwenyekiti tukatoe hii taarifa ya kupotelewa na kaka yetu. Subiri niingize haya matunda afu tuondoke. Baba hiyo mwana wanale nisata gete.